Mshirika mwenzangu, hiki tulichokifanya hapa hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kukitegua. Labda kama ana uwezo wa kwenda katikati ya bahari ambapo ni chini ya maji, akiweza kufanya hivyo, basi huyu atakuwa ni kidume. Kinachokwenda kutokea huko ni kibaya sana. Yule mwanamke anaenda kunyong'onyea na unaenda kumpata mwanaume wako ambaye alikuwa una hali naye. Mimi ndio Manembo, Mwamba, Firdaus, damu ya nondo. Hakuna wa kunipinga mimi Manembo. Lambwi, wote huko watakuwa ni visogolo kwinyu tu. Niamini mimi. Asante sana mshirika mwenzangu. Nakushukuru sana kwa msaada mkubwa ulionisaidia kwa siku ya leo. Asante. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, nani atasimama wakati upepo unavuma? Dalili za mvua zimekuwa kiza, jua limejificha nyuma ya uso wa dhambi. Maskini. Ululu yai. Ajalala. Kwani walimwengu nyinyi makosea nini katalisti? Angalia kimtu chenyewe kama kimesuswa na ukoo vile. Kanajiducha kanezi kama kunilisi mwingi puru. Ati ananishuti? Sawa kata baba, najua akili yako ameshaichanganya na matope ya mavi ya umwa, ndio maana uko hivyo. Nanyosha. Taka kunishuti? Awe. Leo tuna mwanafunzi mpya na mwanafunzi anaitwa Juma, ila huko mtaani wamezoea kumuita Bajaza, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tuitane majina mazuri, si ndio? Kwa kuwa yeye mwenyewe kashalikubali na kuliridhia, hatuna budi kumuita hivyo, si ndio? Bajaza. Naam. Karibu sana. Asante. Na kingine, kama mnavyojua tumeingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ningependa kujua na utambua au waliojua kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hautakiwi kufanya nini?
Naam. Kumtamanisha mtu ambaye aliyofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Safi kabisa. Kama we basi una udhuru wa kufunga, unatakiwa ujifiche. Sawa? Unapokula ujifiche, usimtamanisha aliyefunga. Tunaelewana? Kuna upande wa wajibu. Safi kabisa. Leo limekumbushwa. Safi kabisa, Allah akulipe. Hautakiwi kukaa uchi. Wadada, mkiagizwa kwenda sokoni, mnatembea vichwa wazi, haitakiwi. Tunaelewana? Hata wanaume pia. Unaweza kuniambia mwanaume uchi wako unaanzia wapi mwisho wapi? Uchi wa mwanaume unaanzia katika kitovu mpaka chini ya magoti. Safi kabisa. Tunaelewana? Kwa hiyo nikikuona umevaa kipensi cha hapa kaa kichupi, mimi na wewe tukiachana na hilo, kwa kuwa tuna mwanafunzi mgeni, tumfundishe nguzo za Uislamu. Nguzo za Uislamu ni ngapi? Ndio. Ziko 5 ustazi. Safi kabisa. Nguzo za Uislamu zipo ngapi? 5. Ya kwanza, kushuhudia pana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Swadata. Tunaelewana? Ili uwe Muislamu ni lazima uamini kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila ni Allah, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mjumbe wa Allah, si ndio? Haya, nguzo ya pili, kusimamisha swala. Swadata. Kusimamisha swala ni lazima kwa Muislamu yeyote aliyepambanukiwa na akili, si ndio? Kwa sababu utakapofariki, ukilala tu kabrini, wamemaza kukustiri wakaondoka, nafsi inaingia, maisha mengine yanaendelea kabrini, sawa? Na cha kwanza kuulizwa ni swala. Haya, nguzo ya tatu. Nani Balilote? Bajaza, hizo lugha zako za kiuni sizitaki. Karibu. Asante. Una changamoto gani leo, mbona mpaka sasa hivi hujafika ofisini? Maana nilienda pale nikakuulizia ukaniambia hujaingia leo kazini. Shida nini? Hapana madam, nilikuwa namalizia kwa usafi ili niweze kufika ofisini. Samahani lakini. Sawa. Ila leo pale ofisini kuna changamoto imetokea. Mmoja kati ya wale wafanyakazi ameibiwa pesa. Na tumejaribu kuuliza, kila mtu anasema hahusiki. Vipi, utakuwa unahusika kwenye hilo? Hapana madam. Siwezi beba hela ya mtu. Alafu siwezi jua amepanga kufanya nini hiyo pesa. Maana mimi baada ya kumaliza kufanya usafi, nikarudisha kila kitu kama nilivyokikuta, nikaondoka. Basi kuanzia leo usifike pale ofisini. Nifanye uchunguzi wangu kwanza. Endapo nikigundua hahusiki, nitakutafuta. Na kama ikishindikana zaidi, itabidi uache kazi. Kama ni usafi nitakuwa nafanya mwenyewe, kwa sababu mimi sitaki nishushe thamani ya ofisi yangu. Madam, mbona mapema sana? Hiyo kazi mimi naitegemea sana. Naomba ujaribu kuangalia kwa upande wangu. Ufanye na uchunguzi. Na kuomba sana madamu wangu. Uwe na siku njema. Madam. Humu ni darasani. Humu ni madrasa, tunaelewa? Alafu mimi ni ustazi, sio Bairote. Hiyo sawa ni nguzo, lakini sizo kama nazozimaanisha mimi. Tunaelewana? Kumbe sio nguzo hii. Nguzo ya tatu, kutoa zaka. Kutoa zaka ni muhimu. Tunaelewana? Mwalimu, zaka ndo nini? Kutoa zaka, kama Allah amekujalia mali, kila mwaka unapopinduka watapiga hesabu kutokana na sheria ilivyowekwa, si ndio? Haya, nguzo ya 4, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio. Lakini sio kusunguzo. Ngoja nije.
Sasa umesikia mwalimu? Mimi kuna sehemu naenda. Dakika moja. Usichelewe. Sawa, jitahidi kuwahi. Nani ndete? Nishikie. Au basi usije ukachana ukapata kesi ya uhaini. Ni mwanafunzi mwenzetu, sawa? Tumzoee. Na pia amepata dharura, kwa tumvumilie atarudi. Tuendelee. Nguzo ya mwisho. Kuhijimaka kila mwenye uwezo. Safi kabisa. Nadhani jibu umelisikia, si ndio? Kila mwenye uwezo lazima kahiji. Na kuhiji huko sasa lazima upitie kwanza kwa mashehe wa kuelekeze unaenda vipi. Haya, naona watu mechoka choka, tusome dua kwanza tukapumzike, sawa? Haya, Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. Amin. Wa fil akhirati hasana. Wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enyi mizimu ya babangu, ninajua mko hapa na mnanisikia. Nimekuja kwenu, ninahitaji msaada. Nimekuwa nikimuomba sana babangu anikabidhi mikoba, lakini kila ninavyozidi kumwambia hanielewi. Hivyo nimekuja kwenu, ninaomba mnisaidie wakuu wangu. Ninajua mnaweza kunisaidia. Ndio maana nimekuja kwenu nikihitaji msaada wenu. Maana babangu amekuwa akidhalilika kila siku dhidi ya watesi wake. Hivyo nimekuja hapa nikiomba msaada wenu ili na mimi niweze kumsaidia babangu katika hili. Najua mnanisikia. Ninaomba mnisaidie. Tumetikia wito na tumekusikiliza vizuri sana unachokiongea. Je, una uhakika utaweza kufuata masharti nitakayokupatia ili ufanikishe unachokitaka? Bila shaka, ninaamini nitaweza kufanya vile mnavyotaka. Ili uweze kupata nguvu hiyo, unatakiwa utoe kizazi. Hiyo itakuwa rahisi kweli? Ndio uone ilivyo ngumu kukipata hicho unachokiomba. Maana hata baba yako aliweza kukitoa hiko. Na ndio maana paka hivi leo ana mtoto mmoja tu na hawezi kupata mtoto mwingine tena. Niko tayari wakuu. Niko tayari kufanya chochote kwa ajili ya kumsaidia baba yangu. Ninaomba mnisaidie. Kinachohitajika hapo, inabidi tuletee nguo utakayojistiria pindi unapoingia kwenye ukubwa kwa siku ya kwanza. Na endapo ukienda kinyume na hicho ambacho tumekwambia, utapitia wakati mgumu sana. Maana sisi tukiahidiwa, lazima jambo litekelezwe. Nimewaelewa wakulu. Labda niwaahidi tu, nitafanya kadri niwezavyo na nitafanyikisha mlichoniambia. Sawa.
Wewe ni nani unayelijua jina langu? Hilo swali kamuulize babako. Na kuhusu kukufahamu wewe, ninakufahamu vyema sana. Kabla hujatoka tumboni kwa mama. Yaani namaanisha na vijua vina vyako 7 vya damu. Sawa. Unavijua vinasaba vyangu. Lakini sijakujua wewe bado ni nani? Nolelo. Sicho nilichokusimamishia hapa. Babako alishaongea na wewe kuhusu kutoka ovyo nyumbani na kuzurura mtaani. Lakini hausikii. Babako ana matatizo makubwa sana. Ingepaswa umsikilize. Unaonekana unajua mambo mengi sana ya familia yangu. Ila ningependa nikujue wewe ni nani. Nenda kamuulize babako. Farihia ni nani? Niambie Stella. Safi, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Wewe bwana, mbona uonekani wewe? Ndugu yangu, yaliyonikuta. Yaani huu sijui ni mtaa, sijui kitu gani. Yaani kama naishi jehanamu. Ndugu yangu akaniweza mimi. Wakanipiga jipu la kwapa. Nikasema sikubali. Kuna ile mizigo alioniachiaga bibi yangu ile nikaeka kama akiba nyumbani. Nikaona sasa hawa watantia uwazimu. Nikaenda kuifuata, nimerudi nayo. Yaani hapa niko lele kama noma na iwe noma. Atakaye nipiga tena jipu la kwapa. Yaani yeye atachagua nimpige la wapi. Maana naona wananizoea sana. Aisee, ni pole sana. Yaani aisee, watu ni waajabu sana. Yaani binadamu hawafai. Yaani wamekupiga majipu, hajachagua mpaka kupiga jipu la kwapa. Kiukweli pole sana. Lakini pia nakumbuka kwamba hata kuna babu yangu alikujaga kwenye mji kunitembelea, wakampiga jipu la ulimi. Mimi nilikuwaga nikiongea, mnasema Nunu unatuongelea vibaya, sijui nini, utupendi mtaani. Sasa mnajionea. Mimi wamenipiga la kwapa, huyo ndugu yako wamempiga la ulimi. Panapoelekea tujikaguege tu, maana unaweza ukajikuta unatembea kumbe unajipu sehemu nyingine. Na vipi kuhusu sherehe Nunu? Umenegea mchongo, mwisho wa siku kimya. DJ wangu kila siku ananiuliza shughuli vipi? Wana muona nani wa kugailisha shughuli hapa? Yaani nilikuwa nasubiria matatizo yangu yapite, nilianzisha. Nimerudi baba, shughuli iko pale pale. Jinsi nilivyoitangaza ndugu yangu nikigailisha si nitachekwa? Hautachekwa. Matani. Lakini kumbuka shaka boki ni kwangu. Sio tena siku ya shughuli imefika na sikio umeenda kuchukua mzigo wale madogo kule chini, tutagombana. Lakini cha kuzingatia zaidi sasa, katika vitu ambavyo umeenda kuvichukua huko kwenu inabidi siku ya shughuli, wenyewe wanasemaga shughuli uifunge. Sio nakuja na mziki wangu pale tena mziki unaungua, ushakuwa na maadui wewe. Unaniangalia kiuoga? Yaani nimejipanga wazimu. Pale ninawapigisha watu majini kukatika pale. Atakayekuja vibaya tu nampigisha jini kukatika. Yaani anakatika mpaka shughuli inaisha. Basi sawa. Haina shida. Sasa Steno. Anza kuna njaa hapa. Yaani nimerudi sielewi na kama unavyojua nyumbani niko peke yangu. Afadhali ningekuwa na ndugu hata kunipikia kidogo. Ningeenda ningekula lakini hakuna hata mtu. Njaa Nunu. Mwezi wa Ramadhani huu. Wewe mwanamke mloe. Aibu mtu mzima. Kumbe Ramadhani. Nachuka. Leo muti lau misifi
la Ufahajiga. Dhumuni la kukuita hapa, kwanza kabisa ni kukupa pongezi kwa kile ulichokifanya, kwenda kutegua mtego ambao umetega wale maasimu wangu kwa ajili ya kumwokoa mwanangu. Lakini pamoja na yote, nakusii, hii ni mara nyingine nakwambia, unapenda kutoka kwenda kufanya kitu kabla mimi sijakufahamisha. Hii ni hatari kwako. Linaweza kuja kukutokea lolote alafu mimi sipo, ukakosa msaada wa haraka. Kwa hiyo isijirudie tena hili. Aiwe mako mekafanasi siabona kulashako jiga Tendo mtetezi wa kila mnyonge, ana macho kama moto waka usiku, kwa sauti ya simba anapiga ngurumo, wachawi wanatetemeka, hakuna pa kujificha, anawakomesha wachawi, anawafichua gizani, tetezi wa haki. Vipi? Fresh. Hivi ni kweli unaishi na kakako? Ya, anaishi na babangu. Na yeye anakuruhusu uvae hivyo? Yaani mimi kakangu ni kama mzungu tu, kwa hata nikivaa vya na shida. Alafu kakangu mimi msala sana, kwa hiyo ana noma. Sawa, tuachane na hayo. Nilichokuitia hapa ni kuhusu ile issue ya kazi ambayo nilikupanga. Kazi ipo tayari. Ila unajua wanawake wengi sana wamelishwa kasumba kwamba mwanamke anatakiwa kuolewa na sio kufanya issue yoyote ile ambayo inaweza kumuingizia kipato. Wewe ni binti mdogo sana. Una wakati mwingi sana kuweza kupambana kufanya kazi yako mwenyewe. Tunatakiwa kuweka historia ya baadaye ili uweze kuja kutukumbuka tulifanyaga nini. Na kuuliza tena mara ya mwisho. Je, upo tayari kwa kazi? Yaani kuchata. Okay, nifuate. Subira. Nifuate. Habari yako mzee Manembo? Salama. Mbona naona tumefika hapa, lakini wewe bado unaendelea kufanya shughuli zako. Na maana tunaona hatuna akili au? Kwani ushanisalimia nikaitikia? Tatizo liko wapi? Sema kilichokuleta. Afande, huyo ndo mhusika mwenyewe alionifichia ndani mwanangu. Na kila ninavyojaribu kumwambia nipatie mwanangu anakataa. Hivi anayeongea mama ni ya kweli? Ingia ndani uende ukathibitishe kama utamkuta. Mama, hamna kitu ndani. Mama, mimi nipo humu ndani, amenifungia huyo. Nateseka sana mama. Afande, naamini mwanangu yupo humu ndani, sauti yake naisikia kabisa. Huyu mzee kamficha kiuchawi. Mzee mshirikina sana, mwanangu yupo humu. Vipi hapo mkali? Safi, mambo? Shega. Bwana, samahani kwa kupiga mkono, maana naona ulikuwa winji wax na serenge zako.
Mimi huko Forena huko. Sasa nilikuwa nauliza kama wewe kontawa mitaa hii au vipi? Hapo kama sijakuelewa. Hizo lugha za kisizo mimi nilikuwa namaanisha vipi? Mimi huko mgeni. Kwa hiyo natafuta mwenyeji, kwa kama wewe mwenyeji nielekeze. Mimi mwenyeji, yani mimi mwenyeji kabisa, nimezaliwa kijiji hiki. Okay, hiyo nzuri hiyo. Sasa sikia, mimi naitwa Kipunje, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Tuke. Tuke. Sasa bwana Tuke, mimi niko natafuta poli nikachanje kuni. Kutokana na hapo nilipofikia mazingira ya ghetto, kupikia mkaa ukamu nasikia huko anatumia sana kuni. Sasa nikawa nawaza nikiingia poli la mtu hapa naweza nikaingia alafu ikawa cheche. Kwa hiyo bora nimekutana naye mwenyeji hapa. Unielekeze yani poli lipi utawala hata nikiingia kuchanja kuni ile Shebeleshenko. Kwa hapa poli la kuchanjia kuni ni vigumu kwa sababu unajua kila poli unaoliona hapa huwa lina taratibu zake. Sasa hapa na mjini ni vitu vili tofauti. Unaweza ukaingia kwenye poli la mtu kweli kama ulivyosema ikawa mengine. Lakini huku mbele kwenye haya mapori unapoangalia mbele yangu huko, hata mimi wanapenda kwenda kuchanja kuni maeneo haya. Kwa hiyo tunaweza tukaongozana, maana hata mimi naenda nakaa mitaa ile pale mbele, kuna nyumba ziko hapo mbele. Ndio mimi naishi hapo. Basi hiyo nyama hapo wenyewe. Na vipi tuanze moja moja au vipi? Tuondoke. Ndani hakuna mtu. Kijana, kwa jinsi ninavyojua mimi, wewe utakuwa umepitia mafunzo. Nina imani unajua kabisa kwamba namna gani ya kufika sehemu ya tukio na kuchukua taarifa zilizo kamili. Hivi ndivyo ulivyofundishwa kwenye taaluma huko ulipokuwa? Mzee, mimi sijaja kufundishwa kazi hapa. Nimekuja kufanya wajibu ambao nimeitiwa. Afande, labda nikuulize swali dogo tu. Serikali inaamini uchawi upo? Hapana. Sasa kama hapana, humo ndani mwangu sio sehemu ya dangulo. Mnaweza mkaondoka. Mama, nadhani nimefanyia sheria kama inavyotokea tuma yako. Lakini sijapata kidhibiti cha aina yoyote. Na mzee anaonekana ni mkaidi. Ngoja nifike ofisini. Tutajua cha kufanya haito kisheria. Sasa tuondoke. Sawa. Manembo, nakuahidi Manembo, tutaonana. Wewe unaangalia na watu wakuniletea nyumbani kwangu. Hapa sio sehemu ya kila mtu anakuja tu hapa. Lambu. Sokolo kwinyo wewe. Chendo, mtetezi wa kila mnyonge. Hizo ni sauti chache za watu ambao wanahitaji msaada wako. Sasa kazi ni kwako, kuwasaidia au kuacha waangamie. Sawa, nimewasikia. Nitafanya vile ipasavyo, kutumia ile hazina ambayo mmenikabidhi ili kumsaidia kila ambaye mwenye hadha.
Epuka kukata tamaa. Sawa. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.